majina anaitwa Shauri Losheriani, ni kijana wa kijiji cha Minjingu. Nashukuru sana mheshimiwa umefika leo hapa ili vijana pia tupate kuongea maneno yetu kidogo ambayo tunakereka kwenye kijiji. Mheshimiwa, nashukuru sana umefika hapa kijiji cha Minjingu. Kwanza kijiji cha Minjingu, si tuko vijana hapa Minjingu wengi sana, lakini hatuna hata ajira mheshimiwa. Wengi wao tumepiga kwa, hata kama unapoona makamanda wengi wapo wametuzunguka, ni leo ndo wanavaa jezi ya makamanda, wakati tunao maeneo mengi sana ambao wawekezaji wapo wengi, kempu ziko nyingi ambao hata vijana ambao tumepiga kwa hata pia tunyenyewe tungetakiwa tuangaliwe katika ajira hizo. Lakini mheshimiwa, hatujawahi pata ajira hata kidogo, hata vijana 10 katika wale tunaopiga migambo, hata tuonekane basi tulifanya nini, kwamba jezi tumeziweka ndani, kwamba tulikuwa tunazifanyia kazi gani. Basi mheshimiwa, kwamba siku kama leo ndo nafika na sisi ndo tunavaa kidogo tuonekane tulipiga kwatu, lakini hatuna ajira mheshimiwa. La pili mheshimiwa, nazungumzia kwenye kijiji chetu, kijiji mama sana, lakini ni kijiji ambacho ni gumzo kwenye maendeleo, yaani hata gumzo kwenye maendeleo, hasa barabara za mitaa mheshimiwa. Unakuta barabara zilishawekwa na serikali, lakini huo mtaa ni chocho, haupiti hata pikipiki, ni mtu unapita na miguu. Barabara unaambiwa ni barabara sisi na mita ngapi. Mimi nilichokuwa na kuomba mheshimiwa, hebu tutengenezee hata mfumo kidogo, hata greda ionekana, hata wananchi waone maeneo ya barabara, kwamba tunapotaka kutoka na kutembea tunaona barabara zetu zimekaa katika standardi vipi. Na kingine mheshimiwa, kuna barabara ya kuelekea Ngaiti katika ofisi yetu ya huduma ya afya. Mheshimiwa, hiyo barabara ni kweli ni nzuri, lakini kuna ubovu wake mkubwa sana, kwa sababu wakati juzi mvua inanyesha, mtu unakosa hata kumpeleka mgonjwa wako kutokana na miundombinu hazijakaa sawa. Kalavati hazijawekwa zilizokaa zimetulia, barabara hazijawekwa freshi, hakuna mora miliokaa sawa. Ukipita huko na bodaboda unampeleka hata kama ni mama mjamzito, unaweza ukafika pale ukakwama, ukapitaka tena kumnyanyua, na unaweza hata ukamshindwa kumnyanyua. Ni kwa kweli mheshimiwa, hizo zinaleta kero kwa wananchi, kwa sababu tunaona kwamba tunaangalia sehemu ambayo ni sehemu ambayo tungetakiwa tupate huduma ya afya, lakini huduma ya afya tunaiona kwa mbali, lakini kuifikia inakuwa ni kero kutokana na miundombinu ya barabara mheshimiwa. Kipindi ya hali ya mvua inakuwa ni kero sana mheshimiwa. Kwa kweli naomba sana, alafu mheshimiwa utuangalie vijana wa Minjingu, tuna shida sana, kwa sababu sisi ndio taifa, na tusipojenga tukikaa kijiweni pale mheshimiwa, naweza nikaja nikawa mwizi. Nikiwa mwizi utanipeleka jela huko. Sasa utake niende jela wakati utake usinipe ajira, wakati mimi ni kijana wa Tanzania na nitakiwa nifanye kazi na wananchi wangu wanufaike na mimi, na jamii inufaike na mimi, nisionekane nakaa tu nalala, nakaa kijiweni, sina kazi, sina nini na kipindi hiki. Lakini bado haziendani na wingi wa vijana ambao bado wako mitaani, na hii ndio sababu serikali imeendelea kufanya maboresho makubwa sana ya kuimarisha mifumo ya sekta binafsi pamoja na kuweka mazingira rafiki ya sekta binafsi ili zisaidie katika kuongeza wingi wa ajira kwa vijana wetu ambao wako mitaani. Bwana Shauri anasema kwamba eneo hili lina watu wengi, wawekezaji wengi, lakini ajira ni ndogo. Mimi nataka niongee kwenye sura hizi mbili. Niliongea pale mwanzoni kwamba changamoto yangu mimi kubwa nilionayo mimi binafsi, maana kila mtu anajifahamu na shida zake. Mimi nina shida moja kubwa. Shida yangu mimi moja kubwa nilionayo ni ukweli. Ndio changamoto yangu. Changamoto yangu kubwa mimi ni ukweli. Kwa hiyo naomba mtanisamehe kidogo, japo hoja yako nitaijibu vizuri. Mimi nimeshuhudia na nimeona katika kipindi hiki, maana sasa naenda mwaka wa 4 huu. Mitatu nimeshafunga, naenda mwaka wa 4 nikiwa katika mkoa wa Manyara. Nimeshuhudia vijana wetu wa hapa wakifanya tabia mbaya kwenye baadhi ya maeneo wanapopewa ajira, hasa za ulevi na udokozi. Nimeshuhudia. Sasa hii nayo kidogo inafanya wawekezaji walioko maeneo haya kuondoa uaminifu kwa vijana wazawa wa maeneo hayo husika, kwa sababu anasema nikimpa ajira au yuko hapa jirani
atakwenda tu kwenda kuharibu kwa sababu yuko jirani. Na jamii kubwa tuliopo jirani pia tunaunga mkono watoto wetu. Yaani hatuwezi kumkemea mtoto wetu akija akishtaki kwamba nimefanya kazi pale, wameniambia niondoke nisifanye kazi. Sisi wazazi na walezi tunachukia kwamba watoto wetu wameondolewa, lakini hatufanyi juhudi za kuwakanya watoto wetu na kuwafundisha waweze kukabiliana na dunia iliyopo sasa hivi. Asilimia kubwa ya vijana wetu sisi wamebobea kwenye ulevi wa hovyo. Huna kazi, huna hela, unajifanya una mawazo, unywe pombe yaondoke. Hela kunywa pombe unaenda kuitoa wapi kama sio uongo wako? Matokeo yake mnakunywa pombe, mnasumbua wazazi, hawana raha. Unakunywa pombe umeelewa, unaingia kwenye magomvi yasiyokuhusu, unaishia jela. Umekunywa pombe umeelewa, akapita mtoto mdogo, umemtamani, umembaka, umefungwa. Tunakunywa pombe ambazo hazina akili, na matokeo yake tunaharibu kabisa mustakabali mzima wa maisha yetu kwa sababu ya mipombe. Kijana mdogo kimuuliza una miaka mingapi? Ana miaka 18, amezeeka kama na miaka 47 na aliyekosa matunzo. Kachakaa, yani anachakaa kuanzia mwili. Naogopa kusema hata roho. Labda ukuta hata roho imechakaa. Hata huyo hata kwenye nyumba za ibada aendi. Ataenda saa ngapi? Anaamka kuanzia asubuhi uko tila lila. Yaani ukimwona asubuhi kama usiku, usiku kama asubuhi. Haogi, hafui. Matokeo yake wanaishia mitaani, kulewa mapombe, kalala ovyo, kabaka mtoto mdogo. Kwa sababu hakuna msichana mwenye akili zake timamu anayekubali kutongozwa na limkaka lilochakaa limechakaa na mipombe kwa mpaka jioni. Nani anataka bwana design? Matokeo yake mnasema kina dada hawataki, wanawataka. Nyinyi wenyewe ndio hamjitaki, mnalewa sana, punguzeni mipombe. Kwa hiyo hali hiyo pia nao ni ngumu. Tuangalie tunapotaka kuingia hoteli, na wawekezaji walioko huku kwetu sisi wanafanya biashara za kitalii. Biashara za kitalii zinahitaji kuvutia. Wanataka kufanya kazi na vijana ambao wana uwezo wa kuvutia, waaminifu, wenye uwezo wa kuongea na wateja. Elimu achana nao pembeni, kwa sababu kama huyu kaongea yeye mgambo, akisimama pale getini kulinda, pana changamoto? Hakuna changamoto. Mbona anakwenda kumsevia mgeni, anaenda kwenda kupika sijui makapuchino yeye ya nini? Eti wewe kwenda kupika makapuchino ya nini? Unava gando lako na kaa getini, unafungua geti, mwisho wa mwezi unachukua mshahara wako. Lakini kama unakuja asubuhi tu kazini, umeelewa, mpaka kupiga saluti uwezi, mpaka utakaodondoke. Yaani ukipiga sauti unayumba moja kwa moja. Kwa hiyo na sisi pia tujitazame tunapotaka kuingia kwenye masoko haya ya ushindani wa ajira, kwenye maeneo haya muhimu. Sisi wenyewe tumejipanga vipi kwenda kujibrandi kwenye maeneo hayo tuweze kupata ajira, lakini pia tutalifanyia kazi. Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya, tupite pia tuangalie kwenye mahoteli yetu yaliyoko hapa. Hili swala nalisema kwa msisitizo mkubwa sana, kwa sababu sehemu nyingine pia ambayo inaleta chuki kati ya wawekezaji na wananchi ni eneo la kipato. Twendeni tuangalie watumishi walioko kwenye hizi ofisi zao wana vigezo gani ambavyo vijana wetu hawana, ili tuone vijana wetu waweze kupata fursa ambao wako katika maeneo yaliyozunguka kwenye maeneo hayo. Inasaidia, lakini pia kuendelea kuwajengea uwezo vijana waliopo kwenye maeneo hayo husika. Mimi natamani sana Mheshimiwa DC uondoke hapa na namba za simu za Bwana Shauri, atafutiwe kazi haraka. Kazi nzuri, apewe kazi nzuri Bwana Shauri, na mimi nipewe taarifa zake na nione picha za Bwana Shauri akiwa yuko kazini. Na Bwana Shauri, mdhamini wako wa kazi ni mimi. Nikikusikia umeenda ofisini na chupa limejaa chai wewe, Mheshimiwa DC, ukimeweza kuchukua hapo namba simu ya Shauri asogea hapa, maana naongea Shauri kazibwa na mti huu, hatuonani. Anaitwa Teuli. Bwana Seuli. Bwana Seuli, mdhamini wako wa kazi mimi hapa. Sasa venyewe nije nisikie ulienda ofisini umelewa tila lila ukione cha moto. Ndio nakwambia hivi. Unanielewa? Nimekusikia vizuri hapa, nimekusikia unaongea habari ya jamaa zako, familia yako, unataka upate kazi, jamii yako ikuone, uwe ni mtu wa heshima. Sasa umeajirika, unafanya kazi, mimi natamani nikuone namna hiyo.
na inshallah kwa neema Mwenyezi Mungu tunakwenda kupata kazi ili sasa uweze kusaidia jamaa yako. Sawa? Wakati huo sio peke yako, pia tunaangalia sasa vijana karibu wengi hapo waweze kupata ajira. Nikaja nikakusikia umeenda ofisini umelewa pombe wewe.